Gazeti iliyotufikia studio hii leo. Gazeti la The Guardian katika ukurasa wake wa mbele linaandika Wizara ya Mambo ya Ndani yajiandaa kuanzisha mahakama ya kijeshi kwa ajili ya kuwashughulikia maafisa uhamiaji ambao sio waadilifu. Gazeti la Daily News kwa upande wake linasema mamlaka ya mapato nchini TRA imeweza kukusanya kiasi cha shilingi trilioni 1.4 katika mwezi Disemba, ambacho ni kiwango cha juu kuwahi kufikiwa na mamlaka hiyo. Gazeti la Mtanzania linaandika vigogo wajisalimisha kwa Rais Magufuli, ni wa makampuni yaliyochota shilingi bilioni 300 za CIS. Zito Kabwe aibuka anika madudu ya hazina, ni Mtanzania. Majira lenyewe limetoka na kichwa cha habari kinachosema tingatinga da ni mwendo mdundo, kuhusiana na bomoa. Nemki yaweka kiporo nyumba za mgogoro ya hamia Segerea. Arusha wapewa siku 90 baada ya hapo hapa kazi tu. Gazeti la Jambo Leo kwa upande wake limetoka na kichwa cha habari kinasema maajabu ya Magufuli, ajifungia miezi miwili bila kusafiri nje ya nchi, watumbua vigogo wa taasisi nyeti serikalini. Nyumba 678 kuhakikiwa upya bonde la Mkwajuni, na meli yenye abiria 268 yanusurika kuzama. Tukigeukia katika kurasa za michezo na burudani, gazeti la Jambo Leo linaandika Yanga Mtibwa Sugar zaogopana mechi ya leo, Azam kujiuliza kwa mafunzo. Gazeti la Majira kwa upande wake linaandika Yanga au Mtibwa nani kuaga leo katika kombe la Mapinduzi. Samata kutoa tuzo ya mwanasoka bora Afrika, linauliza gazeti la Majira. Mtanzania linaandika kila laheri Samata, wa Tanzania wamwombea makocha wadau wamzungumzia. Hilo ni gazeti la Mtanzania. Gazeti la Daily News lenyewe linaandika kuhusiana na michuano ya kombe la Mapinduzi ambayo inaendelea huko Zanzibar, kuwa imeendelea kuwa migumu kwa kuwa mpaka sasa kuna ukame mkubwa wa magoli. Na gazeti la The Guardian lenyewe linaandika kuhusiana na pia mpambano huo kati ya Mtibwa na Yanga katika kombe la Mapinduzi, ambapo zinashuka uwanjani hii leo. Mmoja wapo huenda akaaga michuano hiyo. Naam, kwa ufupi hizo ndizo dondoo za magazeti hii leo